Wakati elimu ya ulaji wa protini ikiwa inaendelea kuenea sehemu mbalimbali katika kuhamasisha masuala ya lishe na afya, watu wanaambiwa kwamba unaweza kula mayai 4 asubuhi, ukala mayai 8 kwa siku, kwamba ni vizuri kabisa, mayai hayana shida, unaweza kula tani yako. Unaweza kula nyama kiasi unachotaka, tena zingine ambazo zina mafuta mengi kabisa, wewe kula tu wala haina shida. Kwa kigezo kwamba unakuwa unapata protini iliyokuwa bora. Je, protini nyingi ni salama kwa afya ama sio salama? Na je, kwa nini watu wanakula vyakula vya protini? Kwa nini sayansi inasema kwamba watu hawa inatakiwa mara kwa mara wawe wanasafisha miili yao ili kuondoa sumu mwilini kwao? Je, kuna uhusiano gani kati ya protini, ulaji wa protini nyingi na mrundikano wa sumu ndani ya mwili wa binadamu? Yote naenda kuyaelezea katika video hii kwa wale ambao ni wapenzi wa kula mayai, kwa wale ambao ni wapenzi wa kula vitu kama nyama, kwa wale ambao ni wapenzi wa kula vyakula vya protini kwa wengi sana, wakizani kwamba protini bora zaidi. Hii video inawahusu. Chukua kiti, kaa vizuri, nisikize kwa umakini. Utaweza kunielewa kwa leo. Yamkini usiweze kupata bahati ya kujifunza mambo haya. Ni Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Mada ambayo iko hewani, tunaangazia habari za athari za protini nyingi sana na kwa nini watu wanaokula protini inatakiwa waweze kufanya detox, kwa maana kwamba kwa nini inatakiwa mara kwa mara waweze kuondoa sumu mwilini. Kwanza niweze kukufahamisha kitu kimoja wakati tunaendelea na mada yetu hii. Protini tunahitaji mwilini, lakini si kwa kiwango hicho kama ambavyo wewe unahubiriwa huko na wataalamu walio wengi. Wakati unafahamu kwamba kuna virutubisho vikuu vitatu kwenye vyakula tunavyokula: wanga, mafuta na protini, unazo ukastaajabu nikikwambia kwamba kati ya virutubisho hivi vitatu vyote, mwili huwa una uwezo wa kuhifadhi wanga mwilini katika mfumo wa glycogen, lakini pia mwili huwa unaweza kuhifadhi mafuta katika mfumo wa mafuta wenyewe, lakini hakuna storage form ya protini. Mwili huwa hauhifadhi protini iliyozidi. Kwa hiyo hata kama ule protini nyingi ni kazi bure, kwani wewe huhitaji protini hiyo na huna mahala ambapo utaipeleka wala kuihifadhi. Hiyo ni kitu ambacho nitayo leo kikushangazi kama ulikuwa ufahamu. Kwa kama ulikuwa unakula, mimi nakula hii protini nyingi ni jenge na nini, niwe na protini ya kutosha. Protini kuna kiwango ambacho kinahitajika, na ikiwa nyingi huwa inatolewa nje. Na katika mantikio, kwa kuwa mwili huwa hauhifadhi protini mwilini, kuna vitu vingi ambavyo vinakuja au vinatokana kulingana na ulaji wa hizi protini nyingi sana, ambazo ndio kama athari, na hizi athari ndio nasema kwamba ndio sababu ambao huwa tunashauri kwamba mtu yeyote ambaye anakula protini nyingi sana anataka afanye detox au aweze kusafisha mwili wake, kuondoa sumu mwilini. Sababu ya kwanza ama athari ya kwanza ambayo natakiwa uifahamu wewe kwa nini ufanye detox ni kwamba ulaji wa protini nyingi kupindukia hupelekea kulemewa kwa ini na figo zako wewe. Kivipi? Kwanza, kabla sijakwambia kivipi, fahamu protini ambazo ni hatari sana kwa afya ni protini tunazo na wanyama, tofauti na protini tunazo na mimea. Ukiangalia kwenye tafiti mbalimbali zinaonesha uhusiano uliopo wa ulaji wa protini nyingi na magonjwa mbalimbali, protini zitokanazo na wanyama, wakati protini tunazo na mimea hazihusiani na magonjwa yoyote kama magonjwa ya figo. Sasa kwa leo tunaambiwa kwamba kwenye science kwamba ulaji wa protini nyingi sana ni huwa unaongeza mzigo ama huwa unapelekea kulemewa kwa ini na figo zako. Kivipi? Kuna mambo makuu matatu nataka nikufahamishe kwenye point hii juu ya viungo hivi viwili vya figo na ini. Moja ikiwa ni masuala ya nitrogen. Unapokuwa umekula protein huwa inavunjwa inakuletea vitu kama amino acid ambavyo ndio huwa vinafyonzwa kuelekea kwenye mwili wako. Amino acid huwa inafanywa metabolism mbalimbali ambao mwisho wa siku huwa inatuletea kama zao la mwisho, kama uchafu, kama vitu ambavyo kama ni nitrogen. Nitrogen ile huwa inabadilisha kwenda kwenye compound ambayo kwamba ni ammonia. Waliosoma kemia wanakubaliana kabisa mimi kwamba ammonia ni moja ya sumu ambayo ni kali sana, hasa kwenye mwili wa binadamu. Is too toxic. Sasa kuweza kuepuka madhara hayo, kiungo ini lako huwa inafanya kazi ya kuweza kubadilisha ile amonia na kutengeneza taka ambayo kidogo ina ahueni ambayo kwamba ni urea.
Kwa hiyo urea inatengenezwa ndani ya ini lako wewe hapo ambaye unanisiri kwenye mwili wako huo, ambapo ile urea sasa inapokuwa imetengenezwa huwa inasafirishwa kupelekwa kwenye figo ili kusudi iweze kutolewa kwa njia ya mkojo. Unapokula protini nyingi sana unazalisha amonia nyingi, urea nyingi, na hivyo kuweza kuleta changamoto kubwa sana kwenye swala la figo na ini lako, ambalo linasababisha figo lile kuweza kuharibika na ini lako kuweza kuharibika. Kwa tafasiri nyingine, ongezeko la urea huwa inachakaza figo zako. Ndio point namba 2 ya kufahamu hapa, kwa maana kwamba urea inapokuwa imeongezeka huwa inachakaza figo zako, kwani inapelekea hali moja ambayo kwamba ni hyperfiltration. Figo zako zinafanya kazi chini ya pressure katika kuchuja ile damu ili kusudi kuweza kuondoa hizo urea ambazo zimekuwa nyingi sana. Kadri muda uzidi kwenda, figo zile huwa zinapoteza ule uwezo wa kuweza kuhandle ama kushughulikia kiwango kingi cha urea. Ndio hapo sometimes watu wanaisha kupata habari za kidney failure na vitu vingine ambavyo vinajitokeza, lakini chanzo chake ni kwa sababu ya kula tu protini ambazo zimepindukia. Lakini kitu kingine cha tatu hapa ambacho nataka kukizungumza ni kuvimba kwa ini. Kulingana na ongezeko la hizi amonia ambazo zinataka kubadilishwa kwenda kwenye urea kwenye ini lako, huwa sometimes inafikia pahala ile ini huwa inavimba. Tunapata vitu kama liver necrosis ambayo ni tissue kufa, baada ya tissue kufa kwenye ini lako, nasema wakati mwingine ini huwa inavimba. Vyote hivi vinatokana kwa sababu ya ulaji wa protini nyingi sana. Kwa hiyo wewe unapokula protini nyingi sana hizi tokanazo na wanyama, ukijisifia kwamba nakula protini nzuri, nitapungua uzito, yote inatakiwa fahamu kwamba kuna madhara. Hivyo kupunguza madhara haya lazima ujitahidi kufanya detox mara kwa mara. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa wale watu ambao wanafuata low carbohydrate, ulaji wa vyakula kuepuka wanga na kula protini nyingi sana, hiki ni kitu nitakao uweka nacho kwenye akili yako. Wale watu wa ketogenic ambao wanakula protein nyingi na mafuta ya kutosha, inatakiwa hili swala uweze kufahamu. Na kwenye hii pointi ya kwanza ya kuongezea, naomba nafahamishe tu kitu moja. Hizi urea zinazalishwa nyingi sana, na ndio maana hata ukijaribu kuangalia jasho la mtu ambaye anakula nyama nyingi sana ni kali sana kuliko jasho la mtu ambaye anakula vyakula asili ya mimea. Iko hivyo, iko tofauti. Na ukijaribu kuangalia watu ambao wanakula vyakula vya protein nyingi sana kutokana na wanyama, hizi nyama si mayai kwa wingi sana, wanakuwa na harufu ambayo sio nzuri sana ukilinganisha na watu ambao wanakula vyakula asili ya mimea, kwani huku kwao urea ambayo ni taka mwili huwa zinakuwa ni nyingi sana, tofauti na mtu ambaye hali protini za nyingi sana, kwani amejitoa kwenye vyakula vya mimea ambavyo vinafanya detox. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho tunasema kwamba watu natakiwa waelewe kwamba is too dangerous. Namba 2 ni habari za kuharibika kwa bakteria bora kwenye utumbo wako na kuzalisha kwa sumu kwenye utumbo wako kwa sababu ya ulaji wa hizi protini nyingi sana. Kwa nini huwa inatokea? Ifahamike tu kwamba ukijaribu kuangalia ulaji wa vyakula vya protini kwa wingi sana, kwa umepunguza wanga, automatically ni ulaji ambao unapunguza matumizi ya nyuzi ambayo ni chakula kwa ajili ya bakteria. Kwani unajuta kwamba vyakula vingi ambavyo vina nyuzi ama nyuzi lishe ni vyakula ambavyo vimesheheni wanga, ambavyo watu hawa wamepiga vita. Vitu kama viazi, mihogo, magimbi, maharage, mbaazi, njegere, jikunde, choroko. Ukija kuangalia habari za matunda mengi yana sukari, na wao wanasema kwamba sukari ile sio nzuri sana. Ukija kuangalia vitu kama nafaka hizi, mahindi, mtama, ulezi, hivyo vitu huwa hawavitumii. Vitu kama ndizi za kupika huwa hawavitumii kwa sababu vina wanga nyingi, na vile ndio vimesheheni nyuzi lishe. Mwisho wa siku ni kwamba wanakula nyama nyingi sana ambazo zinaenda kuharibu, kuua wale bakteria walio bora kwenye mmeng'enyo wao. Ndio maana unakuta wengi wanaishia kupata issues za matatizo ya mmeng'enyo wanaokula vyakula hivi vya protein kwa wingi sana. Vitu kama tumbo kujaa gesi, vitu kama acid reflux, vitu kama constipation, ni matatizo mengi ya mmeng'enyo yanajitokeza. Na wakati huo unajua hizo protein nyingi sana, kwa sababu zinakuwa zimeua bakteria wazuri sana, huwa zina sometimes kama zina chacha au zina ferment vyakula hivyo na kuendelea kuzalisha sumu nyingi sana. Kwa hiyo inakuwa ni hatari sana kwa afya ya mmeng'enyo na afya ya mwili kwa ujumla, kwani fahamu kwamba afya ya mwili wa binadamu inaanzia kwenye mmeng'enyo.
kwa maana kwamba magonjwa mengi ya mwili wa binadamu yanaanzia kwenye mmeng'enyo. Mmeng'enyo ukishakuwa mbovu, bakteria ukishakuwa ni wabaya, basi magonjwa mengi huwa yanaibuka. Kwa sababu hii, kuna kila sababu ya kuweza kupunguza hizo sumu kwa kufanya detox. Sababu namba 3 ambayo inatakiwa ufahamu ni kwamba ulaji wa protini nyingi sana huongeza asidi ndani ya mwili wako, husababisha kitu ambacho ni kwamba ni metabolic acidosis, ambayo ni ongezeko la asidi kwenye mwili wako, hata kwa maana kwamba kwenye masuala ya damu yako. Hii ina madhara gani? Hii ina madhara mengi sana kwenye michakato mbalimbali ya mwili wako, hata kwenye afya ya mishipa yako ya damu. Damu yako mara nyingi huwa nasema kwamba pH yake inakuwa iko almost neutral, hiyo kwenye 7. Ambapo sasa unapokula nyama nyingi sana, ile pH sometimes huwa inataka kama kushuka chini, kwa maana ya kwamba uasidi unaongezeka. Mwili kupambana na huu asidi huwa lazimika kuchukua madini ambayo ni alkaline kama calcium, magnesium na potassium kutoka kwenye mifupa yako, ili kusudi kuja kuneutralize hii asidi ambayo imeongezeka kwenye damu yako, na hivyo kubakiza mifupa yako ikiwa haiko imara kama ilivyokuwa awali. Kwa hiyo metabolic acidosis ama ulaji wa protini nyingi sana ni chanzo cha matatizo ya mifupa, pia masuala ya gout na matatizo mengine. Mmesikia habari watu kila si nyama nyekundu ni unapata gout. Si nyama nyekundu tu, ulaji wa protini zitokanazo na wanyama ambazo ndio protini kali ambazo zinasababisha ongezeko la hizi metabolic acidosis huwa zinahusiana na matatizo kama gout na matatizo kama rheumatoid arthritis, ambayo inakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo fahamu kwamba inaongeza asidi kwenye mwili wako, ndio maana kuna kila sababu ya kufanya detox. Sababu ya mwisho ni habari za upungufu wa nyuzi. Kupungua kwa nyuzi kwenye vyakula ambavyo vinaupa protini hizo mwili wako inalekuja na changamoto kama kuziba choo ama kupata choo kigumu. Choo kinapokuwa mtu apate choo vizuri ama mfumo mwingine unakuwa haujafunguka vizuri, zile sumu ambazo unakuja kutolewa kwa njia ya mmeng'enyo huwa haziwezi kutolewa, kwa zinaendelea kurundikana ndani ya mwili wako. Uhaba wa nyuzi huwa ni kwenye ulaji wa protini huu huwa unaleta athari kubwa sana kwenye ongezeko la sumu ndani ya mwili wako. Usikila protini nyingi sana, maanake utapata fiber chache ama nyuzi au nyuzi lishe chache, ambayo ni kwamba mwisho wa siku huweza kuathiri afya ya mmeng'enyo kwa kupata choo kigumu, kupunguza choo kigumu, ama kupunguza spidi ya kutiririka kwa vitu kwenye mmeng'enyo wako, na hivyo kufanya sumu nyingi kuweza kurundikana kwenye mwili wako. Kwa inakulazimu, ili kusudi uweze kupunguza madhara haya, ni lazima kwamba ufanye detox. Usipofanya detox, inakuwa ni hatari kwako na kwa afya yako wewe ambao unakula hizo protein. To be honest, ni kwamba ulaji wa protini nyingi sana sio salama kwa afya. Protini zipo kwenye makundi mawili kulingana na vyanzo. Kuna protini ambazo zinatokana na mmea, alafu kuna protini ambazo zinatokana na wanyama, vyakula asili ya wanyama. Protini hizi zote zinatofautiana madhara yake kwenye mwili. Protini ya mmea sio ngumu kumeng'enya, hata hivyo huwa haiongezi hizi metabolic acidosis, wala haziongezi uzalishaji wa vitu kama urea ndani ya mwili wako. Kwa hii protini inakuja na vyakula kama na virutubisho vingine kama nyuzi lishe na wanga zilizo bora nyingine, vitamini na madini na antioxidant ambazo zinazuia uharibifu huo na kujaribu kuongeza uwezo wa ini kufanya kazi na figo zako. Tunasema kwamba hii protini huwa ni bora sana kuliko protini ya wanyama. Ni bahati mbaya kwa sababu ambazo hazieleweki, watu wanapenda kula protini asili ya wanyama, kwani ni vyakula ambavyo ni pendwa, ni vitamu kwenye ulimi, lakini katika status ya kijamii anayekula hivi inaonekana anakula vizuri, ana maisha bora. Hivyo unapokuja kuzungumza kwamba hii protini ni nzuri, watu wanaipokea kwa shangwe, kwani watu wanapenda kusikia habari njema juu ya tabia zao mbaya. Lakini kiufupi kwamba ulaji huu unakuja na madhara mengi ama unakuja na gharama nyingi sana, ambao sasa unalazimika wewe kufanya detox mara kwa mara ili kuweza kupunguza at least hizo athari. Nje na hapo mambo mengi huwa yanaibuka ndani ya mwili wa binadamu. So far unaweza kama umejifunza kitu hapa, wewe ambaye unafuata lishe ya ketogenic, wewe unafuata
eza aina nyingine ya low carbohydrate ambayo inaruhusu ulaji wa mayai kupindukia, ambayo unajichana wewe, ulaji wa maziwa, unywaji wa maziwa, nyama kwa wingi sana, na ukiamini kwamba ni bora na utapungua, au wenye kupungua, wenye kusema kwamba atakuwa na wanakigona kunywa kisukari, basi wanakiomba na sababu zake, lakini fahamu kwamba kuna haya mambo. So kama hujanielewa, naomba rudia video hii. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwaheri.